بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Shaaban mwaka 1439 باذن الله تعالى tutaanza kusoma risala آثار الفتن للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. sababu ya umuhimu wa mada hii hasa katika asri tunaoishi, wengi katika vijana wametumbukia katika fitan na kuvama katika fitan, ikawa ni sababu ya kuwadhuru kwa sababu ya kutofahamu namna ya kuamiliana na fitna inapokuja. Wengi hata wale wanaojifanya hujua sana wakati wa fitna, ukawaona ndio wazungumzaji wakubwa katika watu ambao si daraja yao kuyazungumzia hayo. Utawaona ni watu ambao hawafahamu natija inayopatikana ndani ya mambo ya fitna. Wengi hawaelewi, na wengi wanaotumbukia katika mambo ya fitna ni kwa sababu hawajui mwisho wake fitna kama zile nini. Kaona mwanzo tu linapotokea jambo la fitna aanza kushabikia bila ya kutizama ule mwisho wake waenda vipi. Moja kwa moja tuingie katika hii risala. Kuna mengi Sheikh hafidhahullah atayaweka wazi, na kwa wale ambao watasikiliza kwa makini na kuyafuata kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya kumuhifadhi mtu katika maisha yake yote kutokamana na fitna za aina yoyote. Na hii risala tushawahi kuisoma, lakini kwa sababu ya umuhimu wake tumeonelea biidhnillah ta'ala tuisome tena na kujikumbusha. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا موضوع نحتاج إلى مذاكرته والوقوف على طرف من جوانبه، وذلك من باب الحيطة. هي موضوع آثار الفتن، ni موضوع ambayo tuhitajia kukumbushana na kusimama katika ubavu wake na kuutizama vizuri hii موضوع. Na hii ni kwa sababu kuitizama موضوع hii na kukumbushana موضوع kama hii ili tuchukue tahadhari. لأن معرفة آثار الشيء وعواقبه وأضراره يعطي العبد شيئا من الحصانة منه والحذر من الوقوع فيه.
kwa sababu kujua athari ya jambo na mwisho wake na madhara yake humpa mja sehemu katika hifadhi na kutahadhari kutokamana na kutumbukia katika jambo kama lile ambalo athari yake si nzuri. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. vipi atajilinda mja kutokamana na kile ambacho hakijui au hakijui kile anachojihifadhi nacho, hataki kimfikie lakini hakijui ni kitu gani, atajihifadhi vipi? alladhi la ya'rifu alfitan ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما دخل في شيء منها وتلطخ بها وأضرت بحياته ثم بعد ذلك يلحقه من الندم ما يلحقه. yule asiyejua fitna hajui athari ya fitna, mwisho wake mbaya fitna kama ile, huenda akatumbukia ndani ya ile fitna akavama ndani yake ikamdhuru yeye katika maisha yake, kisha baada ya hapo kitakachomfuata ni majuto mengi yatamfuata. Tatumbukia bila ya kujijua, baadaye ni majuto yanayofuata. ومعرفة آثار الفتن نافع للعبد نفعا كبيرا. kujua athari ya fitna humnufaisha mja pakubwa mno, wa mufidun lahu faidatan adhima, pata faida kubwa sana muislamu kujua athari ya fitna. لأنه من باب النظر في العواقب ومآلات الأمور. sababu ni katika mlango wa kutizama mwisho wa mambo itakavyoishia. ومن لم ينظر إلى العواقب فما الدهر له بصاحب. Muislamu atakikana awe mwerevu, anayeona mbali, si mtu wa kutizama karibu. وهذا يعد من حصافة العبد، أي أنه قبل أن يقدم على أمر من الأمور ينظر في عواقبه وآثاره. na hii yaonyesha kwa yule mja ni mwenye ufahamu mzuri kiasi cha kuwa kabla ya kutanguliza guu lake katika jambo lolote, mwanzo yualitizama lile jambo mwisho wake utakuwa vipi, athari yake itakuwa ni nini, kisha ndio akaingia katika lile jambo. ولهذا جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أن نفرا من علماء بغداد جاءوا إليه رحمه الله في بيته. imekuja katika sira ya imamu ahli sunna al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kundi la wanawavyuoni wa Baghdad walikuja katika nyumba ya Imam Ahmad, faqalu, wakati wa fitna ya khalqul Qur'an, khalifa ameamrisha watu na kuwalazimisha kusema kuwa Qur'an ni makhluq, ni kiumbe. wakati wa fitna hii wakaja kwa Imam Ahmad, faqalu ya aba Abdullah hadha al-amru qad tafaqama wa fasha, ya'nuna idhharahu li khalq al-Qur'an wa ghayr dhalik.
wakaja kwa Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, ili jambo sasa limekuwa kubwa mno, limeenea, yani wakusudia suala la kusema kuwa Qur'an ni makhluq na mengineo. Faqala lahum Abu Abdullah, fama turidun? Imam Ahmad akawauliza, kwa hivyo mwataka vipi nyinyi, mwataka nini? Qalu an nushawiraka fi anna lasna narda biimratihi wala sultanihi, tutaka ushauri wako kwa sisi hatuko radhi na uongozi wa huyu mtu. Imana tutaka kumuondoa katika uongozi, tupendue hii serikali. Ndio maana ya maneno yao. Kwa tukisema kuwa hatuko radhi na kiongozi, maana yake tumuondoe. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم, أبو عبد الله أحمد بن حنبل akajadiliana nao kwa kipindi, kisha akawaambia, alaykum bin nakirati biqulubikum, ay bil inkar biqulubikum, na wausieni muwe mtakuwa ni wenye kulichukia hili jambo kwa nyoyo zenu, mkilikataza kwa kulichukia kwa nyoyo zenu. ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين, akawakataza kutoka katika taa ya kiongozi, wawe ni sababu ya kupasua ule umoja wa Uislamu, sitoke nje ya taa ya kiongozi. wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, wala msiwe ni sababu ya kumwaga damu zenu na damu za Waislamu pamoja na zenu. انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. tizameni mwisho wa jambo lenu hili, subirini mpaka astarehe mwema au watu wastarehe kutokamana na muovu. Yule muovu atakapokufa watu watapumzika, au yule mwema akaondoka yeye mapema akapumzika kutokana na fitna kama hizi. Ukitizama maneno ya Imam Ahmad, sema fahadhihi da'watun minhu rahimahullah linadhari fi athari alfitan wa awaqibiha. Huu ni ulinganizi wa Imam Ahmad kuwalingania wenzake kutizama athari ya fitna na mwisho wake, wa ayi shay'in sayaudu ala ahliha minha, na kutizama ile fitna itawarejeshia nini wale watu watakaoingia ndani yake, jambo gani litakalowarejelea. wa akhadha yuhaddithuhum fi dhalika ثم إنهم خرجوا من عنده ولم يتلقوا كلامه بالقبول. الإمام أحمد akajaribu kuwakinaisha katika hili jambo, kisha hao mabwana wakatoka kwake wakiwa maneno yake hawakubaliani nayo. Na ndivyo inavyokuwa katika fitna. Unapopewa nasaha za kufanya utulivu na upole na kutoliparamia lile jambo kwa sababu mwisho wake si mzuri, kama una mtu akutizama hajakinaishwa na nasaha ulizompa. Imam Ahmad amewapa nasaha nzuri, lakini wakatoka wakiwa hawakukinai na maneno ya Imam Ahmad. بل لا زالوا على رأيهم مصرين, wakakakamana kushikamana na rai yao, endelea kuwa na rai yao vile vile, hawakuiacha. ودعوا إلى مسلكهم ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله, دعوه إلى المسلك نفسه, kisha wakamlingania katika jambo hili, katika njia hii mtoto wa ndugu yake Imam Ahmad, kamlingania katika jambo hili. Fanahahu waliduhu, baba yake akamkataza huyu kijana.
qala ihdhar an tusahibahum, tahadhari usisuhubiane nao wale watu. Fa inna al-imam Ahmad lam yanhahum illa an sharrin, sababu al-imam Ahmad hakuwakataza hao mabwana isipokuwa kutokamana na jambo ambalo ni shari. Fa'tadhara, yule bwana akatoa udhuru kwa wale mabwana, hakufuatana na wao. Thumma kanat nihayatu qissatihim an kharaju ala as-sultan, mwisho wa kisa chao wale mabwana walitoka nje ya taa ya kiongozi. Fakanat al-aqibatu allati hadharahum minha al-imam Ahmad rahimahullah, mwisho ukawa ni ule ambao amewakataza al-imam Ahmad rahimahullah kwa ajili yake. Qutila man qutil wa sujina man sujin duna an yuqaddimu shay'an fi bab al-islah, akauawa aliyeuawa, akafungwa aliyefungwa, bila ya kutanguliza chochote katika mlango wa kuleta kutengenea katika mujtamaa. Si haya ndio waliowapata vijana waliokuwa na fikra za kikhawarij hapa kwetu? Hawakunasihiwa na nasaha kama hizi, mwisho wao wakauawa waliouawa na waendelea kuuawa, wakafungwa waliofungwa, wakakimbia nchi waliokimbia nchi. Yote haya ni athari za fitan ambazo walikuwa wakikatazwa na kuonywa na kunasihiwa wakakataa. Ni kipi walichokitanguliza kwa ajili ya Uislamu? Sababu katika fitna mtu mmoja aweza kujiona yeye ni sawa na watu 10,000. Katika fitna ajiona yeye aweza kusimama sawa sawa na watu 10,000. Kwa hivyo wakiwa watano tu wao ni 5,000, waweza kukabili jeshi zima. Hakadha alfitan, mwisho wa kuisha watauawa watakaouawa, watafungwa watakaofungwa, ndio mwisho wa fitna. Hivi ndivyo inavyokuwa. Fashahidu أن النظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء وعدم التعجل والتسرع من أنفع ما يكون للعبد. hapa pasikilize vizuri sana. Ashahid ni kuwa mtu kutizama mwisho wa mambo na pale yatakapoishia mambo, na kutofanya haraka katika fitna yoyote, ni katika mambo ambayo yatamfaa mno yule mja. Kwani kipi kitakachokuwa pale? Ile jambo lipige mawimbi, lipige, wewe umekaa kando tu watizama tu, mwisho wa kusha ushaona mwisho wake ni hivi, sawa, ilikuwa sasa nifuate hivi. Umekaa kimya, hudhuriki na chochote, hakuna kitakachokudhuru biidhnillah ta'ala mpaka mwisho wa lile jambo. Tizama tu, hasa ikiwa jambo ambalo huelewi ni huku ni huku, kaa kimya, tulia, usifanye haraka mpaka mwisho lile jambo lishajulikana. Alhamdulillah, kumbe sawa ni hivi, ilikuwa sijaona misawa ni hivi. Fuata ule usawa, usifanye haraka ukatumbukia katika sehemu ambayo hukutarajia, ikawa yanayokufuata ni majuto. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات, تكوja na mambo yenye kukanganya. فعليكم بالتؤدى, kuwa mtulivu bwana, usifanye haraka. Hii ni nasaha ibn Mas'ud. Leo lau kama mtu atamnasihi mtu na hili jambo, ataambiwa nani? Hadha marid, huyo mgonjwa huyo, mutawaqifa, hadha kadha. Alaykum bituada, fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi sharri. Uwe mfuasi katika khairi ni bora zaidi kuliko kuwa kiongozi katika shari.
Kuna watu wengine likitokea jambo lolote la fitna ataka yeye awe ataonekana wa kwanza kuzungumza ni mtu fulani bwana, achana naye yule mwisho yule. Basi yeye alifanya kwa ajili ya hivyo, fakhri kwake, si lillah. Ma faala dhalika lillah, afanya tu ataje kwa mtu fulani yeye ndo wa kwanza kabisa. La. Kuwa mfuasi katika khairi ni bora kuliko kuwa kichwa katika shari. Faawsa bituada wa hiya al-anat wa adamu at-ta'ajjul. Ibn Mas'ud akausia bituada, maana yake ni adam at-ta'ajjul, kutulia, kutokuwa na haraka. وروى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا أو مكلحا وأمورا متماحلة ردحا، أي ثقيلة وشديدة. كنا mambo mazito mbele yenu, mambo makubwa. Ali ibn Abi Talib ausia, faawsa bi umurin thalathatin, ausia mambo mangapi? Matatu. Qal: la takunu ujula madhayi'a budhura. Ujula, la takunu ujulan, fanaha 'anil ajala, kakataza mtu kufanya nini? Haraka katika jambo. Wa hiya tasarru', ana tasarru' katika kujiingiza katika mambo. Bal yanbaghi 'ala al-insan an yata'anna wa yatarawwa wa yanzura fi al-'awaqib wal athar. Ni juu ya mtu kuwa makini, asifanye haraka, atizame mwisho wa mambo. Thumma ba'da dhalika yuqdimu ba'da rawiyatin wa anatin, kisha baada ya hapo ndio atangulize guu lake katika lile jambo, baada ya kuwa ametulia makini kabisa katika kulitizama lile jambo na mwisho wake. Qala: la takunu ujulan madhayi'a. Aidan hadha amrun yuhadharu minhu ghayat at-tahdhir. Na hapa pasikilize vizuri, huu ni wasia wa sahaba. Ili ni jambo ambalo atahadharishwa mja, upeo wa kutahadharishwa. Indama taltahibu alfitan wa tashtaddu, la yanbaghi lilinsani an yakuna sa'iyan fi ishtidadiha wa ishti'aliha bikalamihi wa maqalihi. Fitna zinapowaka, zinapozidi, haitakikani kwa mtu awe yeye ndiye mwenye kukimbilia katika kuzizidisha zile fitna na kuziwasha zile fitna kwa maneno yake au kwa vitendo vyake. Bi an yakuna midhya'an lilfitnati wa midhya'an lisharri mudhkiyan linarihi, asiwe yeye ndiye mwenezaji wa fitna, mwenezaji wa shari, anayewasha ule moto wa fitna. Wa kwanza kabisa ni yeye, yuko mbele kabisa. Na leo ndivyo ilivyo, na mifano hai ipo, watu wayaona. Kuna watu hufanya mpaka kampeni ya swaya mtu mmoja mmoja ili amtie huyu ndani, amtie yule ndani, amtie yule ndani. Wajua bwana, akiona kuwa nikizungumza hivi kwa wazi, ili jambo langu litakataliwa, kwa hivyo mfuate yule kando, mfuate yule kando, mfuate yule kando, tumbukiza huyu, tumbukiza yule, tumbukiza yule, tumbukiza yule, kisha kuwa wengi basi furahi. Sote tuko hivyo. Mwana fitna zinapokwenda, chunga sana, taratibu jambo lako, usifanye haraka, wala usiwe wewe ni mwenezaji. Tulia tu, kimya, angalia tu, siku takwisha. Kukishakwisha wewe ndio utakuwa umeona vizuri bila ya kudhurika na lile jambo.
وذكر الأمر الثالث قال بذرا لا تكونوا عجلا مذايع بذرا أي من بذرة الفتن والسعات في نشرها وإن mbio katika kueneza fitna. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وأخبر أن الفتنة توجد وستكون. نمتم صلى الله عليه وسلم أمتاذريش أمة na akataja kuwa fitna zitapatikana zitakuwa. Wahadharahum min as-sa'i fiha, akatahadharisha kutokamana na mtu kukimbilia katika zile fitna. kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alayhi salatu wassalam satakunu fitanun al-qa'idu fiha khayrun min al-mashi والماشي خير من الساعي. zitakuja fitna, mwenye kukaa atakuwa ni mbora kuliko mwenye kutembea, mwenye kutembea ni mbora kuliko anayekimbia. ay anna almar'a kullama kana ba'idan an tahrik alfitnati wa ish'alha wa iqadha wa idramha kana khayran lahu wa aslah yabta'idu anha. sikia maneno mazuri. Kila mja akiwa mbali zaidi kutokamana na kuitikisa ile fitna na kuieneza na kuiwasha, basi ni khairi kwake, ni bora kwake. Yabta'idu anha, ajiweke mbali kabisa kutokamana na fitna. ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه ويعيذ المسلمين من شرها. na muombe Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe yeye na awaepushe na kuhifadhi waislamu kutokana na shari ya fitna kama ile. la an yakuna adatan fi ishti'aliha wa intishariha, asiwe yeye ndiye kile chombo cha kuwasha na kueneza fitna. na hawa wapo wengi tu. kuna watu wapenda fitna katika nyoyo zao, bali wafurahia wakiona hakuna fitna, watatafuta njia vipi waziwashe zile fitna. Wallahi wa rabbi, wako watu tabia zao ni hizo. hata kama ile fitna haipo pale mahali, atatia chukuchuku kwa huyu kwa yule, kisha watizame watu wawili wakiteta, basi raha yake hiyo ndo afurahi kabisa. Hasikitiki yeye, hasikitiki kuwa kuna fitna mahali fulani, akaona ya rabbi tuondolee jambo hili, ya rabbi lete masikilizano baina ya waislamu, waondolee fitna kama hii, waongoze. la, bali ndio yafurahia kama mtu asherehekea jambo kama hili, afurahi aswa, furaha ya kitoto kabisa. Umsikia? Umsikia? Unsikia? na mengi wakati wa fitna ni unsikia. yasemekana yuqalu anka, qalu anka, yaquluna anka, man la nadri man qala Allahu a'lam. yuqalu, yasemekana, yasikilika, watu wasema yule ansema, yule akiambiwa nani amesema maneno hayo, hakuna. watu wawili wameteta, nasikia yule yasema hivi kuhusu wewe, na wewe sema nasikia kule huyu yasema hivi kuhusu wewe, nasikia yasemekana, haijulikani anayesema nani, ikawa ndio kuwasha zile fitna. sallallahu alaihi wasallam. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. takeni ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na fitna zilizo dhahir na zilizofichikamana. فقال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الصحابة wakatekeleza amri, wakajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na fitna. فالفتن يتعوذ منها ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين منها وأن يحميهم من غوائلها وآثارها وأخطارها وأضرارها. فتنة watu takaulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana nazo,
na pia kuwaombea waislamu wenzako Allah awahifadhi kutokana na fitna na athari zake mbaya na hatari zake na madhara yake. ويكثر في الدعوات المأثورة التعوذ بالله من سوء الفتن والتعوذ بالله من مضلات الفتن. Zimekuja athari nyingi kutoka kwa Mtume sallam kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na fitna mbovu, fitna zinazokuwa ni sababu za watu kupotea wal'iyadhu billah. وهذا أمر ينبغي أن يكون المسلم على عناية به أن يحافظ عليه. Hili ni jambo ambalo atakikana Muislamu daima awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tena adumu katika hili jambo, Allah amuhifadhi kutokana na fitna. لأن الحافظ هو الله تبارك وتعالى, mwenye kuhifadhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. والمعيذ هو الله, فيلجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى لجوءا صادقا. kimbilia kwa Allah na uwe mkweli katika hilo, Allah atakuhifadhi kutokana na fitna. يسأل ربه جل وعلا أن يعيذه وأن يقيه وأن يحميه والمسلمين من الفتن. هذا الذي يجب على كل مسلم. واجب juu ya kila muislamu ni kumuomba Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe yeye na fitna na awaepushe waislamu kutokana na fitna. Kwa hivyo awe yeye ni sababu kwa kuomba dua ya kuhifadhi waislamu kutokana na fitna. Na lau kama watu wangefuata miongozo kama hii, nyingi katika fitna zingeondoka katika mujtamaa. Lakini kwa kuwa watu hawataki kushikamana na miongozo ya kheri kama hii, ndio kaona watumbukia katika balaa kama hizi, ikawa mwisho wake ni mbaya mno. Qala wa babu fiqhi athari alfitan yufidu alinsan. Mlango wa kufahamu athari za fitna humsaidia sana mwanadamu. لأن النظر في عواقب الفتن ومعرفة مآلاتها قبل تقحمها ودخولها يفيد الإنسان حصانة منها وحذرا من الوقوع فيها. sababu kutizama mwisho wa fitna pale inapoanza, ukatizama mwisho wake na kujua mwisho wake kabla ya kujitumbukiza katika fitna, mwanadamu hupata faida ndani ya hilo jambo, akawa atajihifadhi na kutahadhari kutokana na kuingia ndani yake. وكما قيل السعيد من اتعظ بغيره. wataka kuwa katika wale waliofaulu, basi pata mawaidha kwa wengine. فينظر ويتأمل ويتروى ويتفقه في الآثار ويسأل أهل العلم. atizama kwa makini, ana haraka, aifahamu athari yake ile fitna, kisha awaulize wana wa vyuoni wa ahla dhikri kabla an yataqahhama fitna, kabla ya kujitumbukiza katika jambo mwanzo uliza. ربما كان فيها رأسا وربما كان فيها فاتحا لباب شر عليه وعلى غيره. huenda ukawa wewe ndio kichwa katika fitna, hujijui, ukawa ni mtu ambaye wataka kufungua mlango wa shari kwa nafsi yako na kwa wengine, kabla ya jambo lolote hujalifanya katika fitna litakalowagusa watu wengi. Mwanzo rudi kwa ulama, rudi kwa wanavyuoni, kaulize, mimi nataka kufanya jambo fulani. Usiseme hili pia nataka ruhusa hili.
kulifanya lataka ruhusa ili bila ya kushauri wanaoviona, ukaingia katika lile jambo ukawa utaharimu. Na wengi katika jahala wakaingia katika kueneza mambo ya fitna bila ya kushauri wanaovioni, bila ya kutaka kujua ushauri wanaovioni ni upi. Nasallallahu alafiyata wassalam. وقد جاء في الحديث في سنن ابن ماجه والسنة لابن أبي عاصم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيحا للشر مغاليقا للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, miongoni mwa watu mna watu ambao ni funguo za khairi wanaofunga shari, na pia miongoni mwa watu wapo watu ambao ni funguo za shari wanaofunga khairi. Basi hongera kwa wale ambao Allah amewajaalia kuwa funguo za khairi ziko katika mikono yao, na ole wao wale ambao Allah amejaalia funguo za shari katika mikono yao. Yajibu ala almuslim an yarba'a bi nafsihi an yakuna miftahan lisharri wa ra'san fihi wa da'iyatan min du'ati. Mwanadamu ajiangalie vizuri nafsi yake, asije akawa yeye ndiyo funguo ya shari, ndiyo kichwa katika shari, anailingania, mlinganizi katika walinganizi wa shari. Yuwarritu nafsahu wa yuwarritu ghayrahu wa yuqahhimuhum fi wartatin la yahmadu la huwa wala hum awaqibaha la fi dunya wala fi al-akhirah. Kajiingiza nafsi yake katika matatizo na kuingiza wengine katika matatizo, akawatumbukiza wenzake katika matatizo ambayo yeye hata yashukuru yale mambo, hata yasifu yale mambo wala natija zake hapa duniani wala kesho akhira. فالشاهد أن باب فقه عواقب الفتن وآثارها وما ينجم عنها من أضرار وأخطار يفيد المسلم فائدة كبيرة. الشاهد نكوا هم مlango wa kufahamu mwisho wa mambo, fitna na athari zake, na yale yanayochipuka katika madhara na hatari, ni jambo linalomnufaisha Muislamu faida kubwa sana. Wa atharu alfitani kathiratun wa adida, na athari za fitna ni nyingi sana. ويطول عدها والكلام عليه. لو كما sema tungezitaja maneno yatakuwa ni marefu na mengi, لكنني أشير في هذه الرسالة إلى جملة من الآثار وشيء من الأخبار، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك خير ونفع لنا أجمعين. sema lakini Sheikh Abdul Razak sema lakini mimi nitaishiria katika hii risala jumla katika athari za fitna, pia taeleza baadhi ya habari ambazo zishawahi kutokea za mambo ya fitna yaliyopita, kama tulivyotaja as-sa'idu man ta'adha bighairihi. Sisi tuisoma tarikh, lakini wengi wetu tuisoma tarikh hatupati ibra ndani ya ile tarikh. Hakuna ambalo litajiri leo kuwa halikuwahi kupita kabla ya hapo. Ukiangalia vizuri utakuta wanadamu ni wale wale. Kuna mambo kama haya yalipitia, je, yalikushaje? Yalikwenda vipi? Wa hakadha. Huenda ikawa hilo jambo ni khairi kwetu sisi sote kwa ujumla biidhnillah ta'ala. Huo ulikuwa ni utangulizi, na biidhnillah ta'ala kuanzia kikao kitakachofuata tutaanza kuzungumzia athari moja baada ya nyingine alizoziorodhesha الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى.
نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.